Sawa. Sasa kabla sija kujibu katika ile swali lako ambalo umeniuliza, umesema kwamba unapouza simu kwa namna hiyo ya kuuza kwa polepole au kulipa kwa polepole, umesema kwamba hiyo ni riba. Umesema hivyo? Naam. Ndio. Naam. Ndio. Naam. Naam. Inapita 8,000. Inakuwa kama 10,000 hivi. Naam. Inapita kabisa. Ndio. Sasa mimi nitaka hapo kwanza nataka nijue kwa sababu kwamba sababu wewe sasa swali lako la pili linategemea swali la kwanza. Unaona? Sasa ulikuwa wewe kwanza uulize swali hili la kwanza kwamba hii ni riba au si riba, kabla ya kuuliza kwamba unaweza kumdirect kwa mwingine ambaye anayefanya hivyo. Umeelewa? Sasa lakini naona wewe tayari umetoa hukumu, umesema hiyo ni riba. Sio hivyo? Sasa umesema riba kwa ajili gani imekuwa riba? Kwa sababu pesa imezidi. Okay. Na kile kulingana na kile kiwango ambacho kimewekwa. Ikhwani, naam. Hii biashara ambayo kidogo najibu hapa, alafu takuja kwako. Hii biashara iliyotajwa na ndugu yetu hapa, kijana wetu, ya hivi alivyotaja kwamba unauza simu polepole na yule anayechukua simu analipa kidogo kidogo mpaka akamilishe. Pesa yake inakuwa zaidi au inazidi kwa yule ambaye ametoa pesa taslim, pesa cash. Biashara hii katika Uislamu haitolewi hukumu moja kwa moja kwamba ni biashara ya riba. Hii sio biashara ya riba. Umenifahamu? Wakati pengine hautotoshea ili nikufahamishe kwa undani nini maana ya riba na riba inatokamana vipi. Hapa hamna biashara ya riba. Riba, ndugu yangu au kijana wangu, inatokamana na kuongeza deni. Kuongeza deni. Kwa hivyo kuna deni ambalo unamdai mtu, alafu lile deni kuanzia siku ya kwanza ukaongeza lile deni, ukaliwekea wakati wa kulipa lile deni, ukamwambia ukilipa deni langu na nilipa kwa kiwango cha ziada. Hapa iliyotokea ni biashara ya kuuza mali. Sio deni, ni biashara ya kuuza. Sio umeuza simu. Kwa hivyo ile simu uliyouza hii inaitwa bay'. Inaitwa bay'. Sasa hii bay' katika Uislamu ni bay' ambayo inakuja kwa sura mbalimbali. Kuna bay' ambayo inaitwa bay'un bi thamanin ajil na bay'un bi thamanin ajil. Bay'un bi thamanin ajil ni bay' ya bidhaa ambayo thamani yake inalipwa hapo hapo, kama hivyo ulivyosema cash. Unalipa hapo hapo. Unachukua simu 8,000 unatoa 8,000 unalipa, biashara imeisha. Hiyo inaitwa bay'un bi thamanin ajil. Ajil ni thamani yake imetolewa hapo hapo. Upande wa pili kuna bay'un bi thamanin ajil, alif. Huko kuna ain, huko kuna alif. Biashara ya kuuza bidhaa kwa thamani ya kuchelewesha. Kwa thamani ya kuchelewesha. Kwa hivyo thamani yake itakuja baadaye kwa kuchelewesha. Inakuja kidogo kidogo. Kwa hiyo ni bay', sio riba. Umenifahamu vizuri eh? Kwa hivyo tofautisha hii inatofautiana katika misingi. Msingi wa riba tofauti na msingi wa hii biashara tofauti. Msingi wa hii biashara ni bay'. Ni bay', lakini thamani yake ni ajil, thamani yake inakuja baadaye kidogo kidogo. Kwa hivyo yule unayesikizana naye sasa, ili biashara hii ya mlipa polepole au mdogo mdogo naitwa, ili ipate kuwa sahihi, kuna masharti maalum. Lazima tusikizane na yule client, Sharti la kwanza ni kwamba ile bei ambayo atakayoilipa taslim, hiyo tunaijua kuanzia mwanzo ni bei gani. Kuanzia wakati wa kulipa pale. Yaani anapokuja kuchukua simu, lazima ajue kwamba hii simu akichukua kwa bei bi thamanin ajil, kwa thamani ya kuchelewesha, itakuwa pesa ngapi. Na akichukua bi thamanin ajil, kwa thamani ya kulipa cash, pia itakuwa ngapi. Usifiche. Usimwambie ukitaka cash utalipa 8,000, lakini ukitaka kwa kulipa mdogo mdogo utalipa 100 kila siku. Lakini analipa ngapi?
Sasa ukificha hapo umefanya makosa. Lazima ajue unamwambia na ukilipa, lakini ukilipa mdogo mdogo utalipa pesa kadhaa. Sasa hebu mwambie hapo utalipa 16,000, uangalie kama atachukua hiyo simu. Umefanya double, atashtuka sasa. Kwamba hapa hii bei mbona umefanya? Sababu wewe mwenyewe utajua kwamba huyu jamaa umemgonga sana. Kwa hivyo itabidi ile bei uteremshe chini, utamwambia labda 10,000, 9,000, 10,000 itazidi kidogo, haina mushkili. Sababu analipa kidogo kidogo. Umefahamu hapo? Na sababu ya kuongezeka kwa bei unajua nini? Sababu ya kuongezeka kwa bei ni kwa sababu ya kwamba yeye ametoa pesa kidogo na tayari simu amechukua ama hajachukua? Simu amechukua. Ametumia anatumia. Kwa hivyo amefaidika na simu wakati hana pesa taslimu. Mwenzake amefaidika na simu baada ya kutoa pesa taslimu. Kwa hivyo mukabil katika mkabala wa kwamba yeye tayari anafaidika na simu, ndio unaweza kuongeza ile thamani. Sababu tayari kuna faida yeye amepata. Na faida amepata ni kwamba ameweza kumiliki simu. Ni iwe ni simu ama ni gari ama jambo lolote, unachukua gari, umetoa deposit, gari unaliendesha. Si kwamba gari bado linabaki kwa yule jamaa anakuambia paka umalize ile installment ndio uchukue gari lako, hapana. Wewe gari unatembea nalo na installment unaendelea kulipa. Unafaidika na gari. Na ikiwa ni gari la biashara, utakuwa wewe tayari unapata faida pia. Ndivyo masibu. Hiyo simu kama inafanya biashara, hiyo simu itakuletea faida na kadhalika. Sasa sharti la pili ni kwamba yale malipo au na kile kiwango ambacho mmesikizana hakifai kubadilishwa. Kile kiwango hakifai kubadilishwa na ule mkataba haufai kubadilika katikati ya njia. Tumeelewana? Amechukua simu, mmekubaliana atakulipa kwa mwaka. Katikati hapo ukamwambia sasa unajua kulingana na vile hali ilivyo sasa nafikiri itabidi uniongezee kidogo. Hiyo ni riba sasa. Elewa? Hii katika simu huwezi kuielewa. Hii inapatikana katika biashara kubwa kubwa, kwa mfano construction ya nyumba. Ikiwa umechukua bidhaa kwa mwenye kuuza material, bidhaa nyingi, simiti na mawe na nini na kadhalika kwa installment. Katikati anaweza kuja kukwambia sasa unajua bidhaa pesa gharama imepanda. Bei imebadilika. Sasa mabadiliko ya bei anakuja kukuangushia na wewe pia kadhalika. Hiyo hukumu yake nini? Hukumu yake riba. Kwa hiyo tunabaki na ule mkataba wetu na ile masikizano yetu na ile bei ambayo tumekubaliana. Unalipa mpaka unamaliza, kuna mushkili. Kwa hivyo sio riba. Umeelewa? Kwa kuna haja kujibu swali la pili? Hakuna. Sawa. Kwa hivyo unaitekeleza hii biashara kwa hivi namna ambayo nimekueleza, lakini usifanye bei ya simu kuwa mara 2 au mara 3. So unamuumiza client. Ongeza kidogo faida 1,000 ama 2,000 alafu ufanye biashara inshallah. Naam. Sio wewe. Nakwambia wewe ukifanya, sio mtu mwingine. Mimi sio wewe ndio umeuliza. Sasa najua sasa mimi nakueleza wewe. Mimi naelewa kampuni wana charge zaidi. Mimi nakueleza wewe sasa. Sio una deal na simu. Sasa wewe unapofanya biashara hii, wewe unachunga yule client kwamba asiumie. Naam? Naam. Afwan, kuna mzee pale kwa tayari naona kama ametangulia. Mzee wangu pale. Afwan. Alafu takuja kwako. Naam Sheikh. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Naam. Nilisema kwamba hukumu ya zile swala zake zote zilikuwa si sahihi. Ni makosa. Naam. Ile sio sitra. Sio sitra ambayo tunaizungumza hapa katika msikiti, ni sitra iliyopo ndani ya msikiti. Sitra iliyopo ndani ya msikiti. Kwa mfano huo msikiti tulioko ndani yake sasa hivi, baada ya ule ukuta pale tukatengeneza pale nyuma msala wa wanawake, wakawa wanasikia ndani ya hili jengo wakiwa nasi katika compound hii ya msikiti ule. Sasa utakuwa ni msala wa wanawake, tumewastiri na tumeweka sitra, wao wakiwa na sisi pamoja hapa msikitini. Umenifahamu? Lakini akiwa mwanamke au mama katika nyumba nyingine ya pili au ya tatu, anasikia imamu anaswalisha,
Hii katikati hii haitwi sitra, hii inaitwa hajiz. Azil, hajiz ambayo inaweka msikiti kando na nyumba kando. Kwa hivyo pale alipo yeye hayupo msikitini, na ndio maana pale alipo hawezi kukaa itikafu. Ama anaweza? Pale nyumbani kwake pale anaweza kukaa itikafu? Hawezi. Kwa hivyo pale sio msikitini. Kwa hivyo haswali msikitini yeye, yana swali nyumbani kwake. Kwa hivyo akiwa nyumbani kwake anafaa kuswali swala ya mama anayeswali nyumbani kawaida, sio kuswali kama anayeswali msikitini. Umefahamu hapo? Naam. Naam. Una nini umesema? Uber? Oh, speaker. Naam, swali sijalifahamu vizuri. Labda rudia tena kidogo. Naam. Naam. Haina mushkili, haina mushkili. Yani kutumia kuswali kutumia adhana ya msikiti mwingine. Hivyo. Naam. 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 Aswa adhana ya TV uweze kuswali nayo akhi. Adhana ya TV sio adhana ya TV. Naam. 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 Ufa. Oh, ufa inaadhini. Oh. Sasa hiyo ufa, mimi nasikia leo hiyo ufa. Na ni speaker. Sasa hiyo ufa imewekewa setting ya time ya adhana ya wapi? Ndio swali hilo. Ya hapa nchini. Na umehakikisha kwa mashekhe au maimam kwamba wakati wa ule ufa ni sawa unalingana na wakati wa hapa mjini? Hiyo ni muhimu. Kwa hivyo ule wakati ulioko katika huo ufa au hiyo application kwa mfano, unaileta kwa imam, anaitizama, mwambie tizama hizi nyakati ambazo zipo hapa zinalingana na time za swala za hapa mji wa Kisumu. Imam anaangalia au muadhin anaangalia. Kiwa inalingana ni sawa. Kama ni makosa tukwambia la, hii time inafuata, haifuati mji wa Kisumu, inafuata mji mwingine. Setting. Usitegemee setting peke yake. Unajua setting ni mambo ya internet. Ni vizuri zaidi upate kuuliza ili utoke shaka kabisa. Unaweka setting ya Kisumu, lakini pia unahakikisha kwamba ile setting inakwenda sambamba na time ambayo inaadhiniwa katika misikiti. Naam Sheikh. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Afwan, kuna huyu alikuwa ametangulia nikamsimamisha kwa sababu ya mzee. Naam. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Ningechukua moja peke yake sababu ya wakati na wanauliza ni wengi. Naam. Aya mbili. Naam. Tayeb. Swali ya kwanza itahusiana na urafiki. Naam. Kuna maneno ya Sheikh Ibn Hibban rahimahullah ta'ala anasema al-aqil la yusahibu al-ashrar lianna suhbatu sahibi as-su' qit'atun min an-nar wa kullu jalisin la yastafidu al-mar'u minhu khayran takunu mujalasatu al-qalbi khayran min 'ishratihi. Sasa mfano kama mimi na rafiki yako, mfano watu wanaweza sema wewe unasuhudiana na Sheikh Doktor atakuathiri na zile tabia zake nzuri. Sasa mathalan si kuna possibility ya mtu mwema akisuhudiana na muovu anaweza kuwa aswa zaidi, kama mfano Sheikh wa Imam Bukhari Imran ibn Hibban alikuwa ni mwalimu wa Bukhari, alipomuoa yule mwanamke wa Kithari akawa muovu zaidi kuliko. Sasa nataka utoe faida kuhusiana na hiyo kauli ya Hibban. Alafu swali la pili, mimi na mwenzangu tunatoka katika sehemu ambayo msikiti unatoa kunut alfajiri, na mimi nilisikia katika mawaidha yako siku moja uliulizwa kuhusiana na suala la kunut alfajiri, ukasema haya maneno ambayo yanapatikana katika kitabu cha Ibn Qayyim rahimahullah kwamba walihadha yanbaghi lilma'mum an yattabi. Kama watu wanahitajia, ngoja, watu wanahitajia mic ili upate kusikia swali pia. Naam.
ndefu sana. Haya, mwacha amalize alafu mimi nitafupisha kwa ufupi. Naam. Naam. Haya, tutende haraka haraka kidogo sababu ya time. Naam. Tukasema walihadha yanbaghi lilma'mum an yantabi imamahu fima yasuhu fihi al-ijtihad. Sasa kila kitu, mfano watu ukiwaambia kitu fulani ni sawa, wanakuambia iko ikhtilaf. Kama hata kushikanisha mguu, ukiambia mtu kushikanisha mguu atakwambia kuna ikhtilaf. Zakatul fitri atakwambia kuna ikhtilaf. Sasa tuelezee kwa misingi ya sheria. Tumeswali katika msikiti wa kunut, ikiwa mimi si kunut na nimeswali katika msikiti wa kunut, nikimfuata imam kisha yule mwenzangu anihukumu, atakuwa sawa katika sheria ya Mwenyezi Mungu? Akuhukumu vipi? Aseme wewe unafanya si mtu wa sunna, mbona una kunut na wewe si mtu wa kunut, kama ambavyo inatueleka kwa Tazoeleka. Naam. Swali lake la kwanza kwa ufupi anauliza au anaelezea hatari ya Muislamu kusuhubiana na mtu aliye na tabia mbovu au tabia mbaya. Haya ni maneno ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amekwisha kuyabainisha na kuwatahadharisha Waislamu katika hadithi mbalimbali nyingi kuhusiana na suhba. Akamfananisha Muislamu katika kusuhubiana jalis asu na yule jalis ambaye ni mwema, ni mzuri. Yule wa kwanza Mtume alayhi wasallam akamfananisha na muuza marashi, anafanya biashara ya marashi. Ukifuatana na mtu anayeuza marashi, ana mafuta mazuri na manukato, bila shaka ukisuhubiana naye, na wewe pia utapata katika yale marashi na mafuta mazuri na harufu nzuri, utachukua kutoka kwake. Kama ambavyo ukisuhubiana na mtu mzuri, utachukua katika tabia zake na mwenendo wake mzuri. Jalisu su kanafikhi fil kir, ni kama mwenye kuvivia katika jiko la ambaye ni mfua vyuma. Mfua vyuma anapokuwa anafua vyuma vyake huvivia katika jiko. Sasa wewe ukiwa unasuhubiana na mtu ambaye kazi yake ndio hiyo, bila shaka lazima ule moshi utakufika ule moshi wake wa jiko na moshi wake wa kufua vyuma. Kwa maana kwamba ukisuhubiana na watu waovu na watu wabaya, bila shaka utapata katika tabia zao, na upo uwezekano kadhalika kwamba ukawa wewe hata muovu zaidi kumshinda yeye. Haya ni mambo ambayo yapo katika tarikhi na katika sera, na mifano yake mbalimbali pia inajulikana, kama mwenyewe al-akh aliyeuliza swali ametutajia baadhi ya mifano kama hiyo. Swali lake la pili linahusiana na kadhia ambayo tayari tumekwisha kuzungumza kidogo kwa kirefu katika vikao vya nyuma katika sehemu tofauti, kuhusiana na swala la jambo ambalo linakubali khilafu. Msimamo wa Muislamu unakuwaje katika jambo hilo? Na yeye ametoa mfano dua ya kunut katika sala ya alfajiri. Swali hili nafikiri itakuwa ni wakati kwa sababu ya kuchunga wakati. Ni swala ambalo tayari tumelizungumza, limerekodiwa, lipo katika recording, kwa ambaye anataka kwenda kusikiza kwa makini anaweza kufungua kumbukumbu za rekodi akasikiza kwa makini mwanzo hadi mwisho. Swala ambalo limeulizwa kuhusu Muislamu anayeswali nyuma ya imamu anayeleta kunut. Labda niangazie tu kwa ufupi kuhusu swala ambalo amelitaja kwamba je, tunatofautisha vipi baina ya masail التي يسوغ فيها الخلاف والمسائل التي لا يسوغ فيها الخلاف. Hii ni kadhia au masala ambayo kidogo inahitaji daraja ya elimu kwa wasikilizaji, inahusiana zaidi na tulab alilm. Masala ambayo yasughu fiha alkhilaf ni masala ambayo laha adilla muhtamila, ni masala ambayo inayo dalili ambazo ni muhtamila, dalili ambazo zinaweza kusimama kutoa hoja juu ya yale masala. Kama haya masala ya kunuti tunayozungumza, tusidhani kwamba Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala alipotoa kauli hii ya kwamba ipo kunuti katika alfajiri. Hii ni kauli ya Imam Shafi'i. Muhammad bin Idris radhiyallahu anhu wa rahimahullah ta'ala alipotoa kauli hii ya kunuti katika fajiri, hakuisema tu hivi hivi, bali aliegemea dalil, aliegemea nasi ya hadith ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo ni hadithi ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ma zala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam au ma zala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajr hatta faraqa ad-dunya. Sasa hadithi hii kulingana na mtazamo, kulingana na vipimo vya kielimu kwa Imam Shafi'i ni hadithi sahihi, na ndio maana akasimama nayo. Kwa wanazuoni wengine wasiokuwa Shafi'i kama vile Ahmad bin Hanbali kwa mfano, mwanafunzi wa Imam Shafi'i, kulingana na ukaguzi wake yeye mwenyewe wa hadithi hii, akaona kwamba hadithi hii ina udhaifu. Ndio khilafu ikatokea hapo.
Kwa hivyo kwa Ahmad bin Hanbal alipoona hadithi hii ni dhaifu, akasema hakuna kunuti alfajiri, maana hamna hadithi sahihi. Lakini Imam Shafi anasema hii hadithi kwangu mimi ipo sawa. Ma maana hadha kalam? Maana maneno haya ni kwamba hii ni khilaf juu ya jambo ambalo ndani yake ipo dalili ambayo ni muhtamil. Kwa hiyo hiki ndio kipimo kwa ufupi kabisa. Nahitaji maelezo marefu zaidi ya hapa lakini kwa wanafunzi wa elimu. Kwa hivyo unapoona masala ambayo ndani yake kuna adilla muhtamila. Sasa yeye amepiga mfano mwingine wa safu, kwamba katika kushikanisha safu watu wengine wanasema hapa kuna khilaf. Hakuna khilaf katika masala ya safu, ikhwan. Iwapi dalili muhtamil katika mambo ya safu? Wakati tunajua kwamba Mtume alayhi salatu wasalam ana hadithi nyingi sana alizotufundisha ambazo zinamhimiza Muislamu kusawazisha safu, na ni jambo ambalo limehimizwa mno katika mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Nafurahi kwamba kitabu cha Riyadhus Salihin kinafundishwa hapa. Kuna mlango mzima kuhusu mambo ya safu, mtakuja kusoma ndani ya kitabu cha Riyadhus Salihin. Kuna hadithi kadha wa kadha zinazozungumza kuhusu mambo ya safu, kwamba lazima ziwe zimeshikana. Kwa hivyo ni jambo ambalo limehimizwa na Mtume alayhi salam, wala hakuna hadithi nyingine muhtamil ambayo inakuja kueleza kwamba Waislamu wanaweza kuswali, huyu amesimama hivi au amesimama hivi, swali vile utakavyo. Hamna hadithi kama hiyo. Idhan haya masala tukisema kama ni khilaf saigh au tukisema ni khilaf, itakuwa ni khilaf ambayo la yasugh au khilaf ghair saigh. Mazungumzo yatakuwa ni marefu kwa upande huu, ni masala ya kielimu, lakini labda ndugu zetu waliouliza maswala haya, Allah azza wa jalla kitujalia siku nyingine tukija na tukipata fursa ya kutengeneza daura ya kielimu inshallah taala, pengine tunaweza kufaidika zaidi katika masaili ya fiqh na masaili ya usuli kama haya na mambo mengine, ili kuweza kuongeza katika daraja za kielimu inshallah taala. Wallahu a'lam. Asante. Naam, pale katikati. Naam, wa alaykum salaam. Naam. Naam. Mbele, yani umesongea mbele ya kibla ya imam, mbele ya kibla ya imam. Kwa hiyo kona hapo, yani ipo safu yote ya wanawake ambayo iko mbele ya imam, iko mbele ya imam. Wasimamizi wa msikiti wako hapa? Wako ama wako wasimamizi? Wako wasimamizi. Naam. Naam. Masala kujumuisha sala tulizozungumza jana. Jana. Naam. Alafu wanarudi kuswali tarawih. Wanafanya jamu Naam. ya maghrib na isha, alafu wanarudi kuswali tarawih. Wengine nayo wanafanya jamu ya maghrib na isha, Naam. alafu Awaswali. Sawa. Sawa. Asante. Naam. Sawa. Asante. Naam, Abdul. Naam. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Naam. Naam. Kupokea fuliza. Wewe ni muuzaji, sio? Wewe ni muuzaji, huna dhambi. Dhambi linakuwa kwa yule mwenye kufuliza. Lakini ni vizuri pia umpatie mawaidha, mwambie kwamba fuliza ni mkopo wa riba, kwa sababu utakapolipa fuliza unalipa pamoja na riba. Kwa hivyo umpatie mawaidha, lakini pesa zile zikiingia kwako zinaingia kwa njia ya halali. Turudi katika swali la ndugu yetu. Kwa hakika ni swali ambalo ni zito. Na ndio maana mimi kauliza kama wasimamizi wa msikiti wako hapa, kwa sababu wako. Na swali haya. Sasa unajua sitaki kuzungumza masala haya
wasimamizi wa msikiti wakiwa wapo pia kadhalika, huenda labda tukasema baadhi ya maneno ambayo labda ya pengine naam 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 wamekupa ruhusa kuuliza. Tayeb. Wewe umeuliza kabla, ukamwambia wewe utauliza kwa niaba yao. Wamekupa ruhusa, wamemwambia uliza. Sawa. Tayeb. Sawa. Asante. Basi hiyo ni vizuri. Nataka kujua pia hiyo part kwa sababu ya kusawazisha mambo. Baraka fik. Naam. Hiyo itakuja katika jamaa. Wacha tumalize mambo ya msala ya wanawake inshallah. Tutakuja katika mambo ya jamaa. Tayeb. Ikhwan, pale ulipo huu msikiti kulingana na haya maelezo yaliyotajwa, niseme tu kwa ufupi kwamba ni vizuri ule msikiti pale ulipo badilishwe pale ulipo, na itakuwa ni sawia zaidi kwanza kutolewa kupelekwa nyuma, sababu naona kuna issue au labda nikisongea mbele zaidi nitasema kama ni makosa zaidi ya moja. Kwa hivyo ndio maana ukakuta nimeuliza mara 2 mara 3 kuhakikisha kwamba wapo mbele ya imam au la. Kwa hivyo ikiwa imethubutu kwamba wako mbele ya imam hata kwa safu moja, hilo litakuwa ni kosa lingine. Nafahamu? Sababu hairuhusiwi katika jamaa yoyote ile, maamuma yoyote wa kiume au wa kike kumtangulia imam katika safu. Hairuhusiwi. Ukienda kule Madina kuswali, hiyo Madina, msikiti wa Madina, Mtume SAW, utakuta kuna vibao vimeandikwa nje ya kwamba usiswali mbele ya hii line, kwa sababu utakuwa umemtangulia nani? Imam, utakuwa una swala. Umeelewa? Sasa usiniulize swala ambazo zimeswaliwa huko nyuma imekuwa inakwaje. Tuseme tu tunarekebisha inshallah taala, na vizuri zaidi ni kwamba msala lau utakuwa nyuma ni bora zaidi, sababu kulingana na hali ya msikiti naona kwamba hatuwezi kwenda juu. Kwa hiyo tunaweza kupeleka nyuma, kama iko nafasi ni vizuri kutengeneza nafasi ya nyuma, alafu hizo speakers zipelekwe nyuma, watakuwa katika sehemu ambayo ni mzuri zaidi, na itatoa pia kadhalika mushkil wa ile distance uliouliza, sababu itakuwa sasa wapo ndani ya msikiti pamoja na sisi. Nafahamu Kwa hivyo inshallah tutakuwa tumelijibu kwa namna hiyo na tumeondoa utata inshallah taala. Ilikuwa ni klasi mwanzo. Naam. Waka hivyo. Kwa hivyo original ilikuwa ni class. Tamam, sawa. Mpaka sasa hivi. Lakini baadaye ndio ikaja fikra ya kuswali hapo ndani. Tayeb. Kwa hivyo inshallah wale wanawake wanaoswali wajulishwe kwamba hapo wanaposwali ni vizuri kwamba hiyo sehemu ibadilishwe ili swala zao zitoke katika utata inshallah taala. Naam. Asante. Naam. So ndugu yetu anaswali la tarawih la kujumuisha, tutakuja inshallah katika sala tarawih. Tutakuja. Katika khairat. Naam. 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 Waandike barua ya kuleta vitu. Naam. Na wao walikwambia waandike barua ndio hao watu wa msikiti wasimamizi wa msikiti hapo. Ni hao pia. Na wewe umeomba ruhusa kwao kwamba utauliza hivyo. Unajua nauliza hivi ndugu zangu ni kwa nini? Kwa sababu unajua katika maswali wakati mwingine mtu anaweza kuuliza swali ambalo mhusika wa lile swali yupo pale. Umeelewa? Sasa litajibiwa kielimu, lakini pia nasi kama Waislamu tuzingatie hisia zetu kama Waislamu. Unajua si vizuri tuwe katika hali ambayo tukitoka hapa Muislamu atakuwa na dukuduku fulani. Muislamu ataona asema kwa fulani mbona hakuja kwetu kwanza, mimi akatuambia turekebishe ama tufanye hivi, amekwenda kauliza mbele ya shekhe, sisi tukafedheheka ama tukajulikana ama tukaaibika, jambo kama hili. Unaona ni mambo ambayo yanatokea katika jamii ya Kiislamu. Kwa hivyo kuna uslubu mzuri tunapouliza, ni vizuri ni kuuliza kwa namna ambayo itakuwa haileti hisia mbaya kati ya Waislamu wala itopelekea katika ugomvi, hasatan katika mambo ambayo yanapelekea katika usimamizi wa msikiti. Umefahamu? Katika usimamizi wa msikiti ni mambo ambayo yanaweza kujadiliwa katika meeting au katika mkao maalum. Ndio maana mimi nikamuuliza sana ndugu yangu pale kuhusu usimamizi, kwa sababu kama hakutaja kwamba wamempa ruhusa, ningemwambia ni vizuri tukae basi na wale
amesafisha mazingira. Akhi alkarim, musara'a fil khairat hayusiani na time. Musara'a fil khairat, pale wewe unapokuja msikitini ukawaambia mimi nipo tayari kuleta feni, kuleta banka, hiyo tayari wewe ushaandikiwa ajiri ya kufanya ile amali. Sasa kuanzia pale kuandika barua na mengineo, hii ni process hiyo ni, lakini wewe tayari ushakimbilia katika, na thawabu yako ya musara'a fil khairat tayari ishaandikwa. Lao baina ya wewe kuandika barua na kuileta kwa kamati, Allah subhanahu wa ta'ala akakukhtari, na kwamba Allah azza wa jalla akupe umri mrefu pamoja na amali salih. Lakini lao Allah atakukhtari hapo katikati, ndani ya sijili yako ya hasanat imeandikwa kwamba tayari umeshaleta feni. Madalil, man hamma bihasana, yoyote anayenuia, anayekuwa na hamu ya kufanya jambo jema, katabaha Allahu lahu hasana wahida, Allah azza wa jalla anamwandikia tayari thawabu ya kwamba ushafanya. Sasa ile feni ukileta ndipo unaandikiwa sasa thawabu 10. Umeelewa? Kwa hivyo hisabu ya musara'a fil khairat inaanza kuanzia pale unapokuja kutekeleza. Kwa mimi nimekuja, jamani nitakuleta taa, nitakuleta feni, ni sawa, lakini sasa kwanza unajua kulingana na utaratibu wetu hapa, alete barua na kadha. Hii ni process ambao wao wana sababu zao, labda kwa nini wameamua kufanya hivyo, labda kwa sababu ya rekodi zao, kwamba ijulikane kwamba feni fulani hii na feni hii fulani imeletwa na mtu fulani na hii imeletwa na mtu fulani, rekodi zao mathalan, wao wana sababu zao pengine. Lakini wewe katika hisabu yako na Allah azza wa jalla unahesabiwa kwamba tayari ile khairi umekwisha kuifanya pale tu kuja kusema mimi nitakuleta feni. Tamam, barakallahu fik. Naam, pale nyuma. Wa alaykum salaam. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Ni labda nikupate vizuri, swali ni kwamba wakfu ambayo iko ya msikiti unauliza kwamba je, hazitumiki kwa vizuri. Kumiliki wakfu. Waislamu wanaofaa kumiliki wakfu ni Waislamu wanafaa kumiliki wakfu. Yoyote ambaye ana sifa ya Uislamu ana qualify tayari kumiliki wakfu, isipokuwa kwamba yoyote anayesimama kumiliki wakfu au kusimamia wakfu huwa amebeba dhamana, amebeba dhima na masuhulia. Yoyote ambaye ni trustee wa wakfu katika Uislamu, sharia ya Kiislamu, amebeba masuhulia ambayo atakwenda kuulizwa nayo yaumal qiyama na Allah subhanahu wa ta'ala juu ya yale ambayo ameyasimamia. Dalili ipo wazi ya hadithi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kwa hivyo kama ulikuwa unasimamia wakfu, pia utakwenda kuulizwa kuhusu wakfu. Sio mzazi peke yake na sio baba atakwenda kuulizwa kuhusu wanawe, hata wale wanaosimamia mambo ya wakfu pia na mambo ya yote ambayo wamekabidhiwa katika amana wakapewa kusimamia, watakwenda kuulizwa nayo. Umekabidhiwa masuhulia fulani na amana fulani, viongozi watakwenda kuulizwa juu ya uongozi wao, maana ule uongozi pia ni masuhulia. Ndio maana hadithi ikataja wazi, wal imam ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Sasa basi, jambo ambalo ningelisema tu kwa haraka ni kwamba Waislamu wanaojitokeza na wanaojitolea, sababu wakfu au kusimamia wakfu ni jambo la kujitolea, sio jambo la mshahara. Matrustee wa wakfu hawana mishahara kawaida inajulikana.
Kwa hivyo ni mambo ya kujitolea. Kwa hivyo yote anayejitolea kusimamia wakfu ya Kiislamu anatakiwa kuelewa kwamba yale ni masuhulia, na lazima ile wakfu iwe inafanya kazi iliyokusudiwa na inahifadhiwa ile wakfu vile inavyotakiwa. Kwa hivyo kazi ya trustee katika wakfu ni kazi 2 au 3 muhimu. Kazi ya kwanza ni kuhifadhi mali ya wakfu, kuhakikisha kwamba ile mali ya wakfu hakuna mtu anayekuja kuichukua wala kuipora au kuichezea. Kazi ya pili ni ile mali ya wakfu kuimarisha, iwe inafanya kazi ambayo imekusudiwa katika malengo. Ikiwa ni msikiti, msikiti unaswaliwa, watu wanaswali. Ikiwa ni madrasa, watu wanasoma. Ikiwa ni nyumba ya kodi, basi kodi inapatikana, inakwenda katika mambo yake ya kheri. Na jambo la mwisho la 3 ni jambo la kuweka muhasaba. Muhasaba maana yake ni kuweka rekodi na kuweka ushahidi wa yale yote ambayo yanayotokea, sababu katika wakfu watu wanakuja na kuondoka. Sasa ili kuondoa fitna na ili kuondoa suu tafahum baina ya Waislamu, rekodi ya kila kitu huwa kinawekwa muhasaba, na hisabu zote zipo transparent, zinawekwa pesa ngapi zimeingia, pesa ngapi zimetoka, pesa ngapi zimetumika bili ya taa, pesa ngapi zimetumika kulipa imamu. Hisabu ndio hizi hapa, mnafahamu, ili wale wenzetu Waislamu wanaokuja baadaye, kama sisi tumeondoka duniani au tumeondoka katika ule wadhifa wa wakfu, Waislamu watakaokuja mbele wataona ile kazi ambayo ilikuwa imefanywa, hisabu ndio hii, wataendelea mbele. Haya mambo matatu yakishatimia, alhamdulillah, wakfu za Waislamu zitakuwa katika khairi, na tunawaombea Waislamu ambao wamekabidhiwa inshallah masuala haya wayatekeleze kwa uaminifu na wayatekeleze kwa namna na njia ambayo Allah azza wa jalla anaipendelea. Kumalizia swali la mwisho, tunarudi kwa swali la ndugu yetu hapa aliuliza masala ya jamu ya maghrib na isha, kisha Waislamu wale warudi katika masala ya tarawih. Tunafahamu ikhwani, jana tulizungumza masala ya jamu kwa sababu ya matar, tukaeleza kwa kirefu kidogo, na tulisema kwamba aljamu ni ruhusa ambayo imetolewa lisababin, kwa ajili ya sababu, na jamu ya matar sababu yake ni mvua, na hii jamu inabakia wakati mvua ipo. Kama mvua imekatika hamna jamu. Sasa swali lake kuhusiana na tarawih ni kwamba, je, ikiwa Waislamu wamefanya jamu msikitini maghrib na isha, wakatoka msikitini wakaenda zao nyumbani, ikiwa mvua imekatika na Waislamu hawa Ramadhani wanataka kuswali tarawih, fala haraja wala ba'sa wala mani', hakuna kizuizi chochote kinawazuia hao Waislamu kurudi pale pale msikitini na kuendelea kuswali tarawih, maana ile sababu ile wafanya wao kukusanya ile swala ya maghrib na isha imekwisha kukatika. Na hii swala ya tarawih ni salatun mustaqilla, ni swala ya kivyake, ni swala ya kivyake, ni salatul layl, haihusiani na swala ya magharibi wala swala ya isha, ni swala ya kivyake, swala mustaqilla. Kwa hivyo Waislamu wakiona kwamba mvua imekatika sasa hivi, tunaweza kukusanyika tena msikitini, jamani, tukaswali tarawih, na tunaswali saa fulani, tukija tukikutana msikitini kuswali, hakuna pingamizi yoyote. Ikiwa mvua bado itakuwa inaendelea na wakati wa tarawih umefika, sasa itakuwa hakuna maana ya kuja msikitini, kwa sababu sisi tulifanya jamu. Mtoto wake na mkewe na banati zake, mnatengeza jamaa katika familia, mnaswali tarawih raka zile ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam.